Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe nasi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Naendelea kuwatakia heri na baraka tele za Kristo mfufuka, baraka za Pasaka. Leo nimekuja mbele yenu kama ilivyo kawaida, ninavyoendelea kutoa mafundisho mbalimbali na mang'amuzi ya kiroho na kimaisha. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunakuwa karibu na Mungu, tunakuwa na mahusiano mazuri na Mungu, lakini zaidi sana tunajiandaa kuishi maisha ya milele baada ya maisha yetu ya hapa ulimwenguni. Siku ya leo nitazungumzia nguvu ya sadaka ya misa takatifu kwenye familia iliyofungwa na laana ya kuzaa. Narudia, nguvu ya misa takatifu kwenye familia iliyofungwa na laana ya kuzaa. Hapa nitazungumzia laana ya uzao wa kibinadamu, lakini laana ya uzao wa kimaisha au kimafanikio. Ndicho ambacho tutakachojifunza siku ya leo, na tutaongozwa na kitabu cha Injili ya Yohane, ile sura ya 6 aya ya 48 mpaka aya ya 59. Asema, mimi ndimi chakula cha uzima. Baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akila wala asife. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Na chakula nitakachowapa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, msipoula mwili wake Mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni, si kama mababa walivyokula wakafa, bali akilaye chakula hicho ataishi milele. Maneno hayo aliyasema katika sinagogi alipokuwa akifundisha huko Kapernaum. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Kila adhimisho la ibada ya misa takatifu linapoadhimishwa, Wakristo wa Katoliki waliobatizwa wanaalikwa kumpokea Kristo aliye katika maumbo ya mkate na divai. Na wanapompokea Kristo, Kristo anasema hukaa ndani aliyempokea, naye aliyempokea hukaa ndani ya Kristo. Lakini tumeshuhudia na kuona baadhi ya Wakristo wa Katoliki ambao kila adhimisho la ibada ya misa takatifu linapoadhimishwa wanakomunika, lakini hatujawahi kuona mabadiliko ya aina yoyote kwenye maisha yao. Hatujawahi kuona mabadiliko ya aina yoyote kwenye uchumi wao.
hatujaona pia mabadiliko ya aina yoyote kwenye uzao wao, kwenye ndoa zao, kwenye kazi zao, kwenye vyeo vyao na kwenye majukumu yao. Nini ambacho kinawafanya hawa wanaompokea Kristo wanashindwa kuzaa matunda yanayoonekana, yanayoshikika, yanayosimulika? Kinachowafanya. Na Kristo hajadanganya. Ameweka wazi kwamba yeye anayempokea kwa ukamilifu na kwa uelekevu mzuri atampa uzima. Uzima wa roho, uzima wa mwili na uzima wa vitu. Kwa hiyo unapompokea Kristo, tunategemea uwe mzima rohoni na vitu vyako viwe vizima na afya yako iwe nzima. Lakini kuna Wakristo ambao tunampokea Kristo, tunampokea lakini vitu vyetu vimekufa. Biashara zimekufa, ndoa zimekufa, watoto kitabia wamekufa, kimasomo wamekufa, malengo yetu yamekufa. Yaani kuna watu ambao wanapumua lakini walivyovibeba au wanavyovifanya kwenye maisha yao vimekufa. Kuna mtu yuko kwenye ndoa lakini ndoa yake imekufa ila yeye anapumua. Kuna mtu ana watoto na anaitwa baba fulani, mama fulani, lakini wale watoto wamekufa kiroho, hata kimwelekeo, hata kielimu, hata kimaadili. Lakini mama yao au baba yao, kila adhimisho la ibada ya misa takatifu linapoadhimishwa, anakamilika. Ni ngumu sana kuutetea Ukristo ikiwa hatuishi kwenye misingi ya Kikristo. Ni ngumu sana kuwaonesha watu matokeo na kuwasimulia habari za Kristo na hao watu wakaamini, ikiwa hao watu hawajaona mabadiliko tunayowasimuliwa kwao kwamba watayapata endapo watamfuata Kristo. Kinachowafanya watu waamue kukusikiliza au waamue kukufuata sio ushauri unaowapa, sio elimu unayowapa, ni matokeo ulionayo kutokana na hicho ambacho unawashauri au unawasisitiza wakifanya. Ikiwa hauna matokeo ya aina yoyote kwenye eneo lolote, hautakuwa na nguvu za kutoa ushuhuda au ushauri kwenye hilo eneo ambalo wewe mwenyewe haujazaa matunda na hauoneshi chochote. Itakuwa ni ngumu sana. Na ndio maana inawezekana kabisa tuna majina ya Kikristo, lakini matendo yetu hayaendani na majina tuliyopewa. Sasa ninataka tujifunze nguvu ya sadaka ya misa takatifu inavyoweza kuifungua familia iliyofungwa na laana ya kuzaa. Familia iliyofungwa na laana ya kuzaa. Kuna watu leo ambao hawajapata watoto kwenye ndoa zao, sio kwa sababu hawana uwezo wa kuzaa, lakini ni kwa sababu kuna nguvu inawazuia wasipate uzao, na hawajawahi kujua hiyo nguvu chanzo chake ni nini, na wanajitahidi kabisa kupambana usiku na mchana. Wengine mpaka wanafika mahali wanapandikiza, wanatumia njia za kisayansi kupandikiza ili wapate watoto, lakini mpaka sasa majibu ni bila. Unaizungumziaje familia ambayo ina watoto wengi wa kike lakini hakuna mtoto ambaye anaolewa na kupata watoto? Na zipo familia nyingi za aina hiyo ambazo unakuta mabinti wengi wa kike wapo, lakini wana shida kwenye eneo la uzazi. Yaani utajiuliza ni jambo gani linalowazuia hawa mabinti
wasipate ujauzito. Kuna familia ambazo wana watoto wa kiume lakini hawana uwezo wa kuwapa ujauzito wanawake. Maanake ni kwamba hawazai. Na wengine wanaenda mpaka vipimo vya kisayansi vinaonyesha na vinathibitisha kwamba hawana changamoto yoyote ya uzazi, lakini hawabebi ujauzito. Hao unawezaje kuwasaidia? Sasa nimekuja tujifunze namna ambavyo tunaweza kujinyenyekeza na kusali sadaka ya misa takatifu, ambayo ndo sadaka kuu yenye nguvu, ambayo inaweza ikaondoa kila aina ya vizuizi au nguvu zinazokinzana na sisi kupata uzazi. Kwanza lazima tukubali kwamba hakuna familia ambayo imekamilika kwenye maeneo yote. Familia aina hiyo haipo. Kila familia ina changamoto zake. Kila familia ina mapito yake. Kila familia ina ushindi wake. Kila familia ina neema yake. Kila familia ina ukinzani wake. Inawezekana ukaja ukaniambia kwamba kwetu sisi familia yetu tuko sawa, kila tunachofanya kinaenda sawa. Kwamba ukaniambia kwamba kwenye familia yenu kila kitu kiko sawa, msali msisali, kila kitu kiko sawa. Hiyo sasa itakuwa sio familia ya kibinadamu, labda itakuwa ni familia ya kimalaika. Lakini tunatambua na kuelewa kwamba familia tunazoishi na tulizozaliwa na tunazotoka na tunazooa na tunazoolewa kwenda zina misalaba mbalimbali, zina ushindi mbalimbali na zina changamoto mbalimbali. Hilo lipo. Sasa ninataka nizungumze na wewe ambaye unanitazama na kunisikiliza. Pengine familia yako haizai. Pengine familia yako haipigi hatua. Pengine familia yako haifanikiwi. Pengine familia yako imegawanyika vipande vipande. Pengine familia yako haina uelewano mzuri. Na wakati huo huo wewe ni Mkristo Mkatoliki, na unaposali kila adhimisho la ibada misa takatifu linapoadhimishwa unakomunika. Unapokomunika unamwambiaje Kristo? Amesema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu nami hukaa ndani yake. Kwa hiyo ikiwa kabisa Ukristo wako, Ukatoliki wako hauna mashaka na unampokea Kristo kwa kujiandaa, tafasiri yake ni kwamba kila unapompokea Kristo, huyo Kristo anakaa ndani yako na wewe unakaa ndani yake. Ni jambo gani unamwambia? Ni ombi gani unamuomba? Ni mipango gani unampa? Ni jambo gani unamuonesha? Sengine wengine tunapokuwa tunapokea Ekaristi, tunaenda tunakaa tu tunanyamaza. Pamoja na mapito yetu tunanyamaza. Na kwa nini tunanyamaza? Inawezekana wengine hatuna mafundisho ya msingi au hatuelewi kile tunachokipokea ni nini. Kwa ndio maana sasa unaweza kukuta mtu anampokea Kristo akiwa katika hali ya dhambi. Maana yake ni kwamba Kristo
hawezi kuzaa matunda ndani ya huyo mtu, hawezi kuachilia baraka ndani ya huyo mtu. Kumbe mpendwa, ikiwa familia yako ina utasa wa aina yoyote, kuanzia leo unaposhiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu kwa uelekevu na ukamilifu, jambo la kwanza, uweke nia. Na hii nia unaiweka katika mazingira gani? Kwanza kabisa, ninaomba uchore ramani ya kiroho ya familia yako. Uchunguze familia yako inaandamwa na laana ya aina gani? Familia yako ina vita gani isiyokoma? Familia yako ina maisha gani? Ukishachora hiyo ramani ya kiroho, ninaomba kila unaposhiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu, unaweka nia yako. Unamwambia, sadaka hii ya misa takatifu nitakayoishiriki leo, ninaleta hii changamoto iliyoko kwenye familia yangu. Changamoto ipi? Kuna familia zingine ambazo hawana shida ya kiuchumi, lakini wana shida ya kimaelewano, hawaelewani. Kuna familia nyingine wana shida sana ya kiuchumi, hawafanikiwi. Kuna familia nyingine ni walevi. Kuna familia nyingine ni wapagani, ingawa wana majina ya Kikristo, ni wapagani. Kuna familia nyingine hawapendani. Unapokuwa umechora ramani yako ya kiroho, ukagundua changamoto iliyoko kwenye familia yako, unaposhiriki sasa sadaka ya misa takatifu, kila unaposhiriki, taja changamoto au shida unayoiona kwenye familia yako, na ikiwezekana hiyo shida unayoiona, mwambie Mungu, ninaona kabisa kwenye familia yangu kuna shida hii. Watoto wa kike hawazai, hawapati ujauzito. Ninaomba kupitia sadaka hii ya misa takatifu uondoe huu utasa ninaouona kwenye familia yangu. Uondoe huu upagani ninaouona kwenye familia yangu. Uondoe hizi nguvu za giza ninazoziona kwenye familia yangu. Unaposali sadaka ya misa takatifu, unapoishiriki hilo adhimisho la ibada ya misa takatifu, sali kimkakati. Mungu, sadaka hii ya misa takatifu nayoshiriki leo, nia yangu kubwa ni kuomba juu ya utasa wa familia yangu. Na kama ni wewe unapitia changamoto ya utasa, una miaka mingi sana pengine kwenye ndoa yako na hujawahi kubahatika kupata ujauzito, wala hiyo miaka uliyokaa kwenye ndoa isikutishi. Mungu anaweza akafanya jambo jipya. Sasa nikwambie, kila unaposhiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu kuanzia leo, umwambie Kristo, kama unavyozaa roho za wokovu kupitia sadaka hii ya misa takatifu, ninaomba unipe neema ya kuzaa watoto wa kibinadamu kupitia sadaka hii ya misa takatifu. Ninaomba unipe neema ya kuitwa baba. Ninaomba unipe neema ya kuitwa mama. Ninaomba unipe neema ya kuitwa mzazi. Ninaomba unipe neema ya kuitwa baba fulani, mama fulani. Kupitia sadaka hii ya misa takatifu, ninaomba Mungu fungue tumbo langu, fungue viuno vyangu. Mwambie Mungu, kwa sababu kila adhimisho la ibada ya misa takatifu linapoadhimishwa, Kristo anazaa. Ndio maana sasa kuna roho mpya zinazaliwa, kuna roho mpya zinatakaswa kupitia hiyo sadaka ya misa takatifu. Kuna watu wanaokolewa, kuna watu wanabarikiwa, kuna watu wanainuliwa, kuna watu wanapatanishwa, kuna watu wanaponywa magonjwa yaliyowasumbua kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo ndio maana wewe unaposhiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu, unatakiwa kwenda kama mgonjwa, usiende kama mzima. Changamoto ya Wakatoliki wengi, wanaposhiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu, wanaenda kama watu wazima ambao wanafikiri kwamba kama wanavyoona ni wazima kimwili, na wanapoenda kushiriki sadaka hiyo ya misa takatifu
wanaenda kushiriki wakijiona kwamba ni wazima. Ukiwa unashiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu ukijiona kama mzima, hautapata neema na baraka zinazotokana na hilo adhimisho la ibada ya misa takatifu. Ninaomba kila unaposhiriki sadaka ya misa takatifu, shiriki kama mgonjwa aliyeenda kumwona daktari, kama mgonjwa aliye mahututi, kama mgonjwa anayetamani kumwona daktari na kumwambia kwamba kuna mahali kwenye mwili wangu ninajisikia hivi, ninaumwa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Unapoenda kushiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu, nenda ushiriki kama mgonjwa uliyebeba magonjwa mbalimbali ya kiroho, uliyebeba magonjwa mbalimbali ya kimwili, uliyebeba magonjwa mbalimbali ya kifamilia. Unapoenda kushiriki sadaka ya misa takatifu, kuna familia zako zina ugonjwa, labda ni ugonjwa wa kutokuelewana, hamfanikiwi kwenye maisha, huo ni ugonjwa wa kifamilia. Hamuolewi kwenye familia, huo ni ugonjwa wa kifamilia. Hampati kazi, huo ni ugonjwa wa kifamilia. Hampigi hatua kwenye biashara, hata kama mnafanya biashara, huo ni mgonjwa wa kifamilia. Hamsali, mmebatizwa lakini hamsali, huo ni ugonjwa wa kifamilia. Kwa hiyo unapoenda kushiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu, nenda kama mgonjwa anahitaji kuponywa na Kristo anayejitoa sadaka altareni. Muoneshe Kristo ugonjwa wa familia yako uko wapi. Kila unaposhiriki sadaka ya misa takatifu, jifunue, mwambie Kristo, watoto wangu ni wagonjwa, mme wangu ni mgonjwa, mke wangu ni mgonjwa, familia yangu ina magonjwa. Ninaomba kupitia sadaka hii ya misa takatifu utuponye, utuinue, utubadilishe, utubariki na ututakase. Jambo lingine ambalo nataka tujifunze ni hili: kila unapompokea Kristo unatakiwa kuzaa. Kila unapompokea Kristo unatakiwa kuzaa. Unatakiwa kuzaa kwenye biashara, unatakiwa kuzaa kwenye kazi, unatakiwa kuzaa kwenye uzao, unatakiwa kuzaa kiafya. Sasa kuna watu ambao tunampokea Kristo lakini hatuzai. Yaani kuna watu ambao kila Jumapili akienda kanisani anakomunika, lakini hakuna anachozaa kwenye maisha yake. Hakuna anachozaa kazini kwake. Hakuna anachozaa kwa watoto wake. Hakuna anachozaa kwenye nchi yake. Hakuna anachozaa kwenye ukoo wake. Hakuna anachozaa. Lakini kila Jumapili anakomunika, au kila siku kama anasali misa za asubuhi anakomunika, lakini hazai chochote. Kristo amesema, akae ndani yangu nami hukaa ndani yake. Kumbuka, alipo Kristo kuna vitu vinazalika, kuna vitu vinaonekana. Kwa lugha nyingine ni kwamba kila unapompokea Yesu kupitia maumbo ya mkate na divai, wewe uliyempokea unageuka kuwa Yesu mwingine. Kila unapotembea, watu wanatakiwa wamuone Yesu, waone sura ya Yesu, waone huruma ya Yesu, waone upendo wa Yesu, waone msamaha wa Yesu. Lakini kuna watu ambao tunampokea Kristo, sura ya Kristo haionekani ndani yetu, msamaha wa Kristo hauonekani ndani yetu, matendo ya Kristo hayaonekani ndani yetu, mielekeo ya Kristo haionekani ndani yetu. Ndio maana sasa hapo tunakuta tuna mdhihaki Kristo, tunajikuta hatufanikiwi, tunajikuta tunabaki pale pale. Ninaomba tusome kitabu cha Mambo ya Walawi, ile sura ya 26 kuanzia aya ya 14. Tunaposoma hili andiko,
tujifunze kwamba ikiwa wewe ni Mkristo lakini matendo unayotenda hayaendani na sifa au na masharti au na kanuni za Kikristo, wewe unageuka kuwa laana ya maisha yako. Narudia kusema, ikiwa wewe ni Mkristo lakini hauishi kanuni za Kikristo, hauishi kwenye njia za Kikristo, wewe mwenyewe unageuka kuwa laana ya maisha yako. Tusome kitabu cha Walawi sura 26 aya ya 14, inasema, lakini msiponisikiliza wala hamtaki kuyafanya maagizo hayo yote, nanyi mkizikataa amri zangu na roho yenu ikichukua hukumu zangu, hata ikiwa hamtaki kuyafanya maagizo yangu yote, bali mwalivunja agano langu, mimi nami nitawatenda jambo hili. Nitaamrisha uje juu yenu utisho, hata kifua kikuu na homa zitakazoharibu macho yenu na kudhoofisha roho, nanyi mtapanda mbegu yenu bure, kwa kuwa adui zenu wataira. Nami nitauelekeza uso wangu kinyume chenu, nanyi mtapigwa mbele ya adui zenu. Hawa wachukiao watatawala juu yenu, nanyi mtakimbia wakati ambao hapana awafukuzaye. Narudia kusoma huu mstari wa 17, anasema, nami nitauelekeza uso wangu kinyume chenu. Nitauelekeza uso wangu kinyume chenu. Nafikiri kwa nini watu siku hizi wanafanya kazi lakini hawafanikiwi, wanajituma lakini hawazai matunda? Sababu ni moja: kila dhambi unayotenda kwenye maisha yako, hiyo dhambi inauelekeza uso wako kinyume na uso wa Mungu, na maisha yako yakiwa yanashambuliwa au yanatawaliwa au yanaongozwa na maisha ya dhambi, tafasiri yake ni kwamba kwenye hayo maisha Mungu hayumo. Na Mungu akikosekana kwenye maisha yako, chochote utakachokuwa unakitafuta kwenye maisha yako hautakipata. Na ukishindwa kukipata unachokitafuta kwenye maisha yako, tafasiri yake ni kwamba unakuwa umeshindwa kufanikiwa. Kwa nini unafanya kazi na hauzai? Kwa nini unafanya biashara na hauzai? Kwa nini umeolewa na hauzai? Kwa nini una watoto na hawazai? Kwa nini una kazi na haizai? Inawezekana Mungu ameuelekeza uso wake kinyume chako, na Mungu anasema, nikiuelekeza uso wangu kinyume chako, adui atakutawala na utakuwa mtumwa wa adui. Ninakuombea kwenye maisha yako uhakikishe chochote ambacho kinayazuia maisha yako kumwendea Mungu kiondoke. Laana ya kutokuzaa kwenye familia. Inawezekana uliolewa kwenye familia ambayo ina shida ya kuzaa.
au ulioa kwenye familia ambayo ina shida ya kuzaa. Mnakumbuka Ibrahimu alipoenda kwenye nchi ya Abimeleki, nchi ya Gerari. Alipofika kwenye nchi ya Gerari, mfalme wa Gerari wakati huo alikuwa anaitwa Abimeleki. Abimeleki alimtamani mke wa Ibrahimu, Sara, ambaye Sara wakati huo alikuwa tasa. Abimeleki akamchukua Sara kama mke wake, kwa sababu alipofika kwenye ile nchi ya Gerari, Ibrahimu alijua mke wangu Sara ni mzuri sana. Kwa hiyo alichokifanya Ibrahimu ni kimoja. Alimwambia Sara, tukifika kwenye nchi ya Gerari, naomba ujitambulishe kwamba wewe ni dada yangu, kwa sababu ukisema wewe ni mke wangu, ulivyo mzuri hivi, hao watu watanipiga, wataniua na wewe utabaki peke yako. Kwa hiyo tukifika kwenye nchi ya Gerari, ninaomba yeyote atakayekuuliza kwamba wewe ni nani, wewe mwambie kwamba mimi na wewe ni kaka na dada. Kwa hiyo walipofika kwenye nchi ya Gerari, Ibrahimu alijitambulisha kwamba yeye na Sara sio mke na mume, bali ni mtu na dada yake. Sasa kilichotokea ni kwamba mfalme wa Gerari alikuwa anaitwa Abimeleki, alimchukua Sara. Kumbuka wakati huo Sara alikuwa ni tasa. Sasa alipomchukua Sara, alimchukua kama mke wake, ingawa siku ambayo Abimeleki anataka kutoka kimahusiano na Sara, Mungu alimtokea kwenye ndoto akamwambia, usisubutu kabisa kulala na huyo mwanamke, kilala naye utapata laana kubwa sana. Kwa hiyo Abimeleki akagairi. Lakini nachotaka kufundisha hapa ni kwamba hivi, mnajua baada ya Sara kwenda kuchukuliwa na Abimeleki, nchi ya Gerari haikuzaa, na familia ya mfalme Abimeleki, kuanzia wanyama, kuanzia watumwa, kuanzia wanafamilia wote, hakuna aliyezaa. Tafasiri yake nini? Dhambi yoyote unayotenda kwenye maisha yako inazaa utasa. Dhambi yoyote unayotenda kwenye maisha yako inazaa utasa. Na utasa unaweza ukawa ni utasa kwenye eneo la biashara, kwenye eneo la familia, kwenye eneo la kazi, kwenye eneo la kiroho. Na huu utasa unaweza ukakutafuna, ukajikuta unapambana kufanikiwa kwenye maisha lakini haufanikiwi. Kumbe ule utasa wa ile dhambi umekuandama na umekung'ang'ania, na hakuna mahali unaenda kwenye maisha yako. Sasa kuanzia leo, kama una changamoto ya kupata uzao, umeolewa au umeoa na mke wako hajapata mtoto, au wewe mwenyewe haujapata mtoto, nisikilize wewe baba, wewe mama ambaye mpaka sasa una miaka 5 kwenye ndoa, una miaka 6 kwenye ndoa, una miaka 3 kwenye ndoa, una miaka 10 kwenye ndoa, una miaka 20 kwenye ndoa, haujapata mtoto, haujapakata mtoto. Ninaomba usikate tamaa. Habari njema ni kwamba ninakuomba kuanzia sasa, kila adhimisho la ibada ya misa takatifu utakaloshiriki kwenye maisha yako, unapofika wakati ule wa mageuzo ambao padre anamnyanyua Kristo juu, ambapo vile vipaji vya kibinadamu vinageuka kutoka kuwa vipaji vya kibinadamu kuwa mwili na damu ya Kristo, mwambie Kristo, kama ambavyo unageuka kutoka kuwa vipaji vya kibinadamu na kuwa mwili na damu, ninaomba ubadilishe hali yangu ya utasa kutoka kwenye hali ya utasa kwenda kwenye hali ya uzao. Kumbuka, Kristo anapogeuka kutoka kwenye maumbo ya mkate na divai wa kibinadamu kwenda kuwa mwili na damu ya kwake mwenyewe, ni tendo la mabadiliko.
ni tendo la kuzaa. Kwa hiyo wewe ambaye unatafuta uzao, mwambie Kristo, kama unavyobadilika kutoka kwenye hali ya kibinadamu, hali ya vipaji vya kibinadamu kuwa hali ya mwili na damu, ninaomba ubadilishe kila hali niliyoibeba kwenye maisha yangu. Kila hali ya utasa iliyo kwenye maisha yangu ibadilike. Kila hali ya umaskini iliyo kwenye maisha yangu ibadilike. Kila hali ya magonjwa iliyo kwenye maisha yangu iharibike. Kila hali ya utasa iliyoko kwenye maisha yangu ibadilike. Kama anaweza akabadili vipaji vya kibinadamu kutoka kwenye maumbo ya kibinadamu ya mkate na divai kuwa mwili na damu yake, kumbuka, hawezi akashindwa kubadili hali yoyote inayokuzunguka kwenye maisha yako. Kwa hiyo kila unaposhiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu, nenda ubadili hali inayozunguka maisha yako. Nenda ubadili hali inayozunguka familia yako. Nenda ubadili hali inayozunguka kazi yako. Nenda ubadili hali inayozunguka biashara yako. Nenda ubadili hali inayowazunguka ndugu zako, kutoka kwenye hiyo hali mbaya walionayo kwenda kwenye hali nzuri, kutoka kwenye hali ya magonjwa walionayo kwenda kwenye hali ya uponyaji, kutoka kwenye hali ya mafarakano walionayo kwenda kwenye hali ya upendo. Ni hali gani inayozunguka maisha yako? Kila unaposhiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu, kumbuka kuna hali zinabadilika. Kabadili hali inayokuzunguka. Sadaka ya misa takatifu ni nguvu. Ni nguvu ambayo haina maelezo ya kibinadamu, na hakuna binadamu anaweza akaeleza ile nguvu ya sadaka ya misa takatifu kwa ukamilifu wake. Sasa nguvu ya aina yoyote inayoyazunguka maisha yako au iliyoyafunga maisha yako, hiyo nguvu hauioni kwa macho kama usivyoona ile nguvu ya misa takatifu kwa macho, lakini unaiona kiroho na matokeo yake unayaona kwenye maisha yako. Ninaomba kila unaposhiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu, mwambie Mungu kwamba nguvu ya misa hii takatifu, ninaomba iwe nguvu ya maisha yangu. Nguvu ya misa hii takatifu, ninaomba iwe nguvu ya uzao wangu. Nguvu ya misa hii takatifu, ninaomba iwe nguvu yangu ya kiuchumi. Nguvu ya misa hii takatifu, naomba iwe nguvu yangu ya kiuongozi. Nguvu ya misa hii takatifu, naomba iwe nguvu yangu ya kiafya. Nguvu ya misa hii takatifu, naomba iwe nguvu yangu ya kimalengo. Kumbuka kujiunganisha, kujishikamanisha na nguvu ya sadaka ya misa takatifu. Yaani Wakatoliki tuna nguvu ambazo sisi wenyewe tumeshindwa kuzitumia. Sasa kuanzia leo ninakufundisha, kila unaposhiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu, ninaomba umwambie Mungu kwamba nguvu ya sadaka hii ya misa takatifu ndio ninaomba iwe nguvu zangu za kiroho na kimwili. Nguvu ya misa hii takatifu ninaomba iwe nguvu yangu ya kutimiza ndoto zangu. Nguvu ya misa hii takatifu ninaomba iwe nguvu yangu ya kufanikiwa. Nguvu ya misa hii takatifu ninaomba iwe nguvu yangu ya kupiga hatua. Nguvu ya misa hii takatifu ninaomba iwe nguvu yangu ya kupata uzao. Maana yake ni kwamba unaomba zile nguvu za sadaka ya misa takatifu ziwe nguvu za maisha yako. Utaniuliza kwamba mwalimu, hizo nguvu mbona mimi sizioni? Naomba na mimi nikuulize, umeshawahi kuona nguvu inayobadilisha majira? Umeshawahi kuona nguvu inayolizamisha jua? Umeshawahi kuona nguvu inayolichomoza jua? Umeshawahi kuona nguvu inayoleta mawingu na mvua ikanyesha? Bila shaka hujawahi kuiona.
Na kama hujawahi kuiona, kwenye kila sadaka ya misa takatifu kuna nguvu za kimungu ambazo hakuna mwanadamu yeyote anaweza akazitoa, ambazo hakuna serikali ya aina yoyote duniani inaweza ikazitoa, ambazo hakuna mtawala wa aina yoyote anaweza akazitoa, ila nguvu ya misa takatifu. Nguvu zenyewe hizo unazozungumza ni Mungu mwenyewe. Kila sadaka ya misa takatifu imebeba nguvu. Niwaambie tu, kama mtawala wa kidunia anaweza akawa na nguvu za kuamrisha jambo lolote kwenye nchi yake na likatendeka, je, si zaidi kwa Mungu? Sasa Mungu kupitia sadaka ya misa takatifu, Mungu anaamrisha nguvu zitendeke kwa wale walioziomba. Kwa hiyo kila unaposhiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu, unaenda kukutana na nguvu ambazo Mungu ameziachilia kwenye hilo adhimisho la ibada ya misa takatifu. Sasa kumbuka, kila tunaposhiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu, kila mtu anaenda kusali akiwa na nia mbalimbali. Maana yake ni kwamba Mungu anapokuwa ameachilia nguvu kupitia sadaka ya misa takatifu, anakuwa ameachilia package ya kila mtu. Kwa hiyo ukienda kusali adhimisho la ibada ya misa takatifu, kama umeenda kuomba baraka ya biashara, maana yake umeenda kuomba nguvu za kibiashara. Kama umeenda kuomba nguvu ya kazi, baraka ya kazi, maana yake umeenda kuomba nguvu ya kazi. Kwa hiyo hakikisha kila unaposhiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu, usiondoke bila kuondoka na kujishikamanisha na nguvu za sadaka ile ya misa takatifu. Kwa hiyo kuanzia leo, tumia nguvu ya sadaka ya misa takatifu kuondoa utasa ulio nao, kuondoa utasa ulio kwenye familia yako, kuondoa utasa ulio kwenye uchumi wako, kuondoa utasa ulio kwenye uzao wako, kuondoa utasa unaozunguka mazingira yako ya kazi. Kupitia sadaka ya misa takatifu kuna nguvu inayoweza kuondoa nguvu zozote za giza zinazozunguka kwenye maisha yako. Nguvu ya misa takatifu ina uwezo wa kuondoa nguvu ya aina yoyote inayokinzana na nguvu za Mungu kwenye maisha yako. Kwa unapoenda kushiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu, hakikisha unamuomba Mungu na kumwambia Mungu kwamba nguvu hii iliyokushusha kutoka mbinguni na kuja duniani, nguvu hii ishushe kila aina ya nguvu zinazonizunguka nisifanikiwe kwenye maisha. Nguvu ya misa takatifu ndio inayomshusha Kristo mbinguni kuja duniani kukutana na wewe. Nguvu hiyo unaweza ukaitumia kukomesha kila aina ya mateso yanayozunguka maisha yako. Tumsifu Yesu Kristo. Kama una maswali, andika kwenye comments au tuma ujumbe mfupi kwa njia ya WhatsApp kwa namba hizo zinazopita hapo chini, nami nitakapopata muda nitakujibu. Karibu sana. Tumsifu Yesu Kristo.